tunapozungumzia swala la mtoto tunazungumzia jambo ambalo ni very sensitive kusema la ukweli. Mtu yote ambaye ameajiriwa katika sekta ya malezi ya watoto, yoyote yule, basi ajue anafanya kazi moja, yani sijui nifananishe na kazi gani. Ni zaidi ya daktari, ni zaidi ya mwalimu, kwa sababu unapewa mtoto ana siku moja, ama ana miaka 3, ana miaka 10, tare dira ya maisha yake yapo mikononi mwake, yako mikononi mwenu. Kama wazazi na walezi wametakiwa kuwalea watoto katika malezi na maadili yaliyo mazuri ili kutoathiri kisaikolojia watoto wao. Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa kijiji cha SOS Zanzibar, Bi Asha Salum Ali, wakati alipokuwa katika mafunzo ya malezi kwa watoto, hafla iliyofanyika katika ukumbi wa kijiji cha SOS wilaya ya Magharibi Unguja, ambapo amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea uwezo walezi wanaowalea watoto vituoni pamoja na jamii, kuwapatia mahitaji ya lazima ikiwemo elimu, malazi na makazi. Kwa jina naitwa Asha Salum Ali, ni mkurugenzi wa kijiji cha SOS Zanzibar. Dhumuni hasa la mafunzo haya ya siku 3 ni kujenga uelewa wa pamoja juu ya suala la kuwaunganisha watoto wanaolelewa katika vituo au makazi na jamii zao au familia zao za asili. Hilo ndio lengo hasa la madhumuni haya. Kikubwa hasa kilichotuvutia na kuona tufanye mafunzo haya ni kuhakikisha kuwa watoto wanahitaji mahali salama na ambapo hifadhi yao itapatikana. Na kwa mujibu wa tafiti, mahali salama zaidi na ambapo mtoto anaishi kisaikolojia vizuri, lakini akili yake kutengamaa vizuri na muendeleo wa maisha yake ni familia yake ya asili kuliko kwenye makazi ya vituo. Kwa hiyo tukaona tukijenga uelewa wa pamoja, tutasaidiana kwa pamoja, serikali, jamii, taasisi binafsi, lakini pia vyombo vya habari, kuelimisha jamii na kuhakikisha kuwa kwanza hatuleti watoto kwenye vituo vya kulelewa, lakini pia tunasaidiana kwa pamoja kuhakikisha kwa watoto waliomo kwenye vituo vya kulelewa wanaunganishwa na familia zao za asili. Wanapatiwa mahitaji yanayohitajika kama vile ya elimu, usalama, ya kuishi, lakini pia kuzisaidia familia zao katika kujenga uchumi ulio imara ili kuweza kuwalea watoto hao katika mazingira halisi. Awali akifungua mafunzo hayo, kwa niaba ya mkurugenzi wa ustawi wa jamii, afisa hifadhi ya mtoto kutoka ustawi wa jamii, wazee na watoto, Ramadhan Mohamed Ramadhan, amesema kuwa mafunzo hayo yataimarisha wazazi na walezi kwa kutowapatia watoto malezi ya kimazoea. Hivyo ameeleza kuwa mafunzo haya yataweza kuwasaidia walezi hao katika malezi na makuzi ya watoto wao. Naitwa Ramadhan Mohamed Ramadhan, ni afisa hifadhi ya mtoto kutoka idara ya ustawi wa jamii na wazee, pia ni mkuu wa seksheni ya malezi mbadala ndani ya idara ya ustawi wa jamii na wazee. Lengo la mafunzo haya kwa walezi kwanza ni kuwaimarisha walezi kuto kufanya yale malezi kimazoea kama walivyozoea. Kwa mfano, malezi haya ya vituo ni malezi ambayo yako systematic, tayari yapo kwenye mfumo, lakini vile vile kuwajengea uwezo hawa walezi katika ufanisi wa malezi ya hawa watoto. Kwa mfano, watoto hawa tunaopokea katika vituo ni watoto wanaotokea katika sehemu tofauti tofauti na wanakuja na maadili kutokana kwenye jamii tofauti tofauti. Kwa hiyo hivyo ni vyema kumtayarisha yule mlezi kuwa na uweledi ama pia uwezo wa kudili na hawa watoto wanaotoka katika magrupu ama katika jamii tofauti tofauti, kwa sababu tunafahamu kwamba watoto hawa fanani, jamii hazifanani, kila mtoto anakuja na tabia zake. So mlezi awe anauelewa, awe mnyumburifu juu ya namna ya kutoa malezi kwa watoto hawa. Kuchukulia mafunzo haya siku 3 ni kuweka serious, yani seriousness, uwe makini juu ya mafunzo haya, kwa sababu
mambo tunakuja kufundishana ni muhimu sana sana sana, kwa kuzingatia haya maslahi ya watoto. Watoto wanapata changamoto nyingi sana katika jamii, hivyo ni pia kuwapa fursa hao walezi wanaotoa huduma, kuwajengea uwezo juu ya namna gani katika wanavyopaswa kufanya kazi ama kutimiza ule wajibu wao. Kwa hiyo wachukulie kwa mkazo, yani kwa uzito haya mafunzo, wala wasiyadharau, na wahakikishe wanapata kitu pale tunapomaliza haya mafunzo, na wanakwenda kukifanyia kazi kwa mujibu vile walivyopewa. Naye mama mlezi wa kituo cha Mazizini Wahida Abdallah Hassan ameeleza kuwa wamefarijika sana kupatiwa mafunzo, kwani ataweza kuwasaidia katika kuwapatia watoto malezi bora kwa lengo la kupata maendeleo katika maisha yao, sambamba na kutoa wito kwa serikali kuwapatia ajira watoto hao pindi wanapofika katika jamii. Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Wahida Abdallah Hassan, ni mama mlezi kituo cha kulelea watoto mayatima Mazizini. Katika kituoni kwetu tumefarijika kupata mafunzo ya maendeleo ya watoto wetu. Katika mafunzo haya tunahakikisha sisi walezi tutayaboresha mbele, na watoto wetu tutalea ipasavyo ili wapate maendeleo. Matarajio yatakuwa mazuri sana katika watoto wetu, katika malezi yao, katika usomi wao, katika makuzi yao, hususan katika maendeleo yao yote ya kiafya, kimakuzi, yote yatakuwa vizuri sana. Wengi wanalalamika kuhusu kimaisha, kwa sababu watoto wanapotoka pale, wanapokwenda nje, maisha yanakuwa tofauti. Pale wanapata chakula cha kukidhi haja zao mara moja, na pale wana uhakika cha kukipata. Kule wanahisi kama wanatafuta kwa tabu. Kwa hiyo mimi ningeomba ingewekewa msingi hadi kule nje wanakoenda, ili maisha yao, au kama kuajiriwa, kupewa kipaumbele zaidi katika ajira. Watoto waliokuwepo hapo kuwaelewesha kijamii, yani zaidi kupewa mafunzo, hata kuwekwa katika vyombo vya habari, yani kuwekwa kama vipindi vya kuelimishwa, hasa iwepo namna gani au dhamira gani ya kwa mtoto katika vituo vya kuwekwa katika vituo, athari gani. Hata sisi tuwe tunafanyiwa kama vipindi walezi, yani tutoe changamoto au vipi tunavyoumia kuhusu watoto, kwa sababu watoto watakapokuwepo kwenye familia pana ubora wake. Tunasema hata sisi walezi, mlezi tofauti mapenzi unayompa mtoto wa ndani na nje, kwa sababu unaamini, yani kama sisi kwanza shifti mtoto, wewe ndio unamlea hivi, unampenda kimoyo hivi, lakini kwa baadaye unaweza kuupolikiza au uko hivi, kama unamuumiza, unamwathiri kidogo, na hasa akiwa katika hali ya mdogo. Lakini anapopata malezi ya moja kwa moja, akajua sasa mlezi wangu mtu fulani, akapata malezi mazuri ya mama katika familia, yanamuongoza mtoto, nampa uhuru na upendo pia unakuwepo. Amina Juma na Hamisa Abdallah ni miongoni mwa watoto waliopata malezi katika vituo vya kulelea watoto. Wameeleza kuwa malezi mazuri ni ya wale wazazi wawili na sio kulelewa katika kituo cha serikali. Naitwa Amina Juma Kalmanzilo na Katungu. Ni mama watoto 3. Niliwahi kulelewa kwenye kituo cha watoto Mazizini tangia Forodhani mpaka kusema la haki, mtoto mule alhamdulillah tunapoa kila kitu tunachokitaka, lakini upendo muhimu tunajiona pia tumekosa kutoka kwa wazazi wetu. Hata mimi nikisema nililelewa mule, nilisomeshwa alhamdulillah, nakula milo yote 3 kwa wakati, lakini kuna kitu nilikuwa nahisi kama familia yangu imenitenga. Kwa nini wamenipeleka mule? Kwa nini wasihangaike na mimi kwa lolote, kwa chochote? Kwa hiyo nahisi kama wanatutenga fulani wakituleta, japokuwa tunapoa kila tunachokitaka, ila upendo wao kwetu sisi ni muhimu kuliko kitu chochote. Tupambane, tulee watoto wetu. Upendo wa mama, upendo wa familia, hata kama hamna baba wala mama, lakini familia upendo wake ni bora zaidi kuliko mtoto ukimpeleka kwenye serikali. Kwa majina naitwa Miss Abdallah Sumbuka. Nimewahi kukaa kwenye kitengo cha kulelea watoto mayatima Mazizini. Si malezi bora ni ya nje, kwa sababu uko na jamii, watu mbalimbali wamekuzunguka.
na unapata changamoto ambayo upo mdogo, yani unapata changamoto upo mdogo, unaziona changamoto za mtaani tofauti na mule ambapo mpo watu mmezoeana, tofauti na mkwepo nje mpo jamii ni kubwa umekuzunguka, unapata malezi tofauti na watu tofauti na mule mpo, unapata malezi machache tofauti na nje. Malezi ni kipande muhimu sana katika maisha ya mtoto. Kila mtoto anahitaji malezi bora ili kuwa na maendeleo kamili ya kiakili, kihisia, kijamii, kiuchumi na kiroho. Malezi sahihi huzaa matunda mazuri yakimsaidia mtoto kuwa na utu na kuwa raia mwenye maadili mema. Nikiripoti, mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online